Uongozi wa klabu ya Yanga umeweka wazi kuwa mchakato wa usajili bado unaendelea, leo na kesho wakitarajiwa kuendelea kuwatambulisha nyota wapya wa kimataifa watakaokiongeza nguvu kikosi hicho kuelekea michuano ijayo. Ofisa habari wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe amesema klabu hiyo bado haijafunga rasmi dirisha la usajili na ndani ya siku mbili zijazo mashabiki watarajie taarifa nyingine njema kuhusu wachezaji wapya. Ali Shabani Kamwe ameeleza kuwa uongozi umejipanga kikamilifu kuhakikisha kikosi kinakuwa imara zaidi, hasa kwa kuongeza wachezaji wenye ubora na uzoefu wa kimataifa ili kukidhi malengo makubwa ya klabu ndani na nje ya nchi. Hadi sasa Yanga tayari imethibitisha usajili wa nyota watatu ambapo wawili ni Mohamed Damaro na Maruf Shekei waliotua kwa mkopo kutokea Singida Black Stars, huku usajili wa tatu ukiwa ni mzawa Emmanuel Mwenengo aliyechukuliwa kutokea TRA United. Kwa mujibu wa Ali Shabani kama usajili wa wachezaji wazawa tayari umefikia tamati na sasa nguvu zote zinaelekezwa kwa nyota wa kigeni wanaotarajiwa kuongeza ushindani na ubora ndani ya kikosi cha wananchi. Hatujamaliza usajili bado, tunatarajia kutangaza nyota wengine wawili, kama sio leo basi ni kesho. Kuhusu wazawa tayari tumeshafunga ukurasa, amesema Ali Shabani Kamwe. Hata hivyo uongozi wa klabu ya Yanga umetangaza rasmi kuachana na aliyekuwa nyota wao Andy Boyeli baada ya kumalizika kwa mkataba wake wa mkopo wa miezi 6 aliyokuwa akiutumikia timu hiyo. Taarifa hiyo imetolewa na ofisa habari wa klabu hiyo Ali Shabani Kamwe, ambaye amesema pande zote mbili zimefikia makubaliano ya kumalizana kwa amani. Boyeli alijiunga na Yanga mwanzoni mwa msimu akitokea klabu ya Sekhukhune United ya Afrika Kusini kwa mkataba wa mkopo wa miezi 6. Licha ya kupewa nafasi katika kikosi, mshambuliaji huyo hakufanikiwa kuonyesha kiwango kilichotarajiwa na benchi la ufundi pamoja na mashabiki wa klabu hiyo. Kutokana na hali hiyo, uongozi wa Yanga uliona ni busara kumuongezea mkataba baada ya muda wake wa mkopo kukamilika, kuruhusu arejee katika klabu ya Sekhukhune United. Ali Kamwe amesema uamuzi huo umezingatia tathmini ya kiufundi pamoja na mipango ya baadaye ya timu. Ameongeza kuwa Boyeli ni miongoni mwa wachezaji wachache waliopata baraka ya kuondoka rasmi katika dirisha la usajili. Hadi sasa hakuna mchezaji mwingine aliyeachwa zaidi ya waliotangazwa wazi. Mbali na Boyeli, kama amethibitisha pia kuondoka kwa mchezaji mwingine Dennis Nkane ambaye amepelekwa kwa mkopo kujiunga na timu ya TRA United kwa ajili ya kupata nafasi zaidi ya kucheza na kuendeleza kiwango chake. Kwa mujibu wa Kamwe, Yanga itaendelea kufanya maamuzi ya kimkakati kuhusu kikosi chake ili kuhakikisha timu inakuwa imara zaidi katika mashindano mbalimbali yanayoendelea, huku ikizingatia maslahi ya klabu ya maendeleo ya wachezaji wake. Hivyo Young Africans bado inaendelea kushusha vyuma, ambapo sasa vyuma vinavyoshushwa sasa ni kutokea nje, nikimaanisha wageni, ambapo kwa upande wa wazawa tayari jambo limekwisha kukamilika. Boyeli na Yanga Jangwani kwisha habari yake. Dennis Nkane yeye anapelekwa kwa mkopo TRA United. Mtazamaji wetu wa Malkia wa Soka, endelea kutufuatilia. Cha muhimu ni wewe kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ligi inakaribia kurejea. Zimebaki siku 14 ligi kurejea, michuano ya klabu bingwa barani Afrika kurejea, ambapo sasa tunapisha michuano ya Mapinduzi Cup pamoja na AFCON kwa wale wachezaji ambao wanaendelea na kusaka tiketi zao za kujiunga na robo finali AFCON, ambapo timu za Afrika Mashariki karibu zote zimetolewa kwenye mashindano, na hapo jana DRC Congo imetolewa hatua ya 16 bora. Endelea kutufuatilia Malkia wa Soka. Mimi ni Queen Lizzy, hadi wakati mwingine, kwa heri na uwe na wakati mwema.